Isabela sehemu ya 22. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo nilimshukuru sana Merda kwa msaada aliyokuwa amenipatia toka siku ya kwanza, japo hatukuwa tumeachana vizuri. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 22. Nikiwa na begi langu mkononi na jingine mgongoni, nilikuwa natembea pembezoni mwa barabara. Mawazo mengi yalitawala katika ubongo wangu, lakini kubwa zaidi ni kurudi nyumbani, kwa sababu kama pesa nilikuwa nayo tena ya kutosha tu. Lakini pia ilikuwa ni mwezi mmoja tu ulibaki kumalizia semester. Kuna sauti ndani yangu iliniambia kwamba niendelee kuvumilia. Nikajikuta nikiwa naisikiliza sauti ile kuliko moyo wangu uliotamani kurudi nyumbani Singida. Ni heri kuvumilia tu, ukizingatia kwa sasa pesa ninayo ya kutosha kumaliza mwezi uliobaki. Pesa ilinipa kiburi cha kuendelea kupambana na hekaheka za Dar es Salaam. Taratibu nilianza kuelekea guest kwa ajili ya kupumzika, huku wazo la kutafuta chumba cha kupanga likitawala katika ubongo wangu. Nilifikiria Kigamboni, lakini sikuhitaji usumbufu sana. Kwa hivyo nilianza kubaki Kinondoni, lakini nilipokumbuka maisha ya Merda sikuhitaji tena kupasikia Kinondoni. Makumbusho niliona kwamba itakuwa ni mbali sana na chuo. Ilifika hatua nikaona ni heri Sinza, kwa sababu kule hakuna wanafunzi wengi wa IFM. Nikiwa naendelea kutembea, nikashtuliwa na mlio wa simu yangu mkononi. Nilipoangalia ni nani aliyekuwa ananipigia, ilikuwa ni namba ngeni. Niliogopa sana kupokea. Nilikuwa nahisi kwamba huenda na yule mzee Matembeko, kwa hivyo sikuweza kuipokea. Simu iliendelea kuita zaidi ya mara 4 bila mimi kuipokea. Ilipoita mara ya 6 kama sikosei, niliipokea. Ilikuwa ni sauti ya Alice. Nilipatwa na hasira sana mara baada ya kusikia sauti yake. Nilikasirika sana. Wanataka nini Alice? Lilikuwa ni swali langu la kwanza kabisa kabla hata ya salamu. Taratibu basi rafiki yangu, tusalimiane kwanza. Salamu yangu sio muhimu sana kwa sasa. Wanataka nini kwangu? Isabela rafiki yangu, najua kwamba nimekukosea sana, lakini kabla hata hajaendelea kuzungumza nilikata simu yake. Nilikuwa sihitaji kabisa kusikia chochote kutoka kwake. Nilikuwa namchukia sana Alice. Aliendelea kupiga simu ile, lakini mimi sikupokea kabisa. Mwisho akanitumia meseji ambayo niliifungua na kisha kuisoma. Isabela rafiki yangu, najua nimekukosea sana, lakini naomba unisamehe. Alikuwa kusudio langu, ni dada tu alilazimisha. Naomba unisamehe sana. Ni kama aliniongezea hasira tu. Nilichukia sana yale mateso yale yote, kulala nje, kufua nguo usiku, kulala bila kula. Kirahisi tu anasema kwamba sio kusudio lake. Nilifuta mara moja ile SMS mara tu baada ya kuisoma. Alice mara baada ya kuona kimya, alizidi kunisumbua kwa kunipigia simu na kunitumia SMS. Yote ilikuwa ni kuomba msamaha. Kwa kweli mimi sina roho ya kinyongo, lakini kwa Alice na dada yake, moyo wangu ulikuwa ni mzito sana kuwasamehe. Nilikuwa napatwa na hasira sana kila nilipokuwa naiona simu ya Alice. Wazo la haraka ilikuwa ni kuzima simu, lakini kabla ya kufanya vile, nilipokea meseji ya ujumbe mfupi kutoka kwa bodi ya mikopo ukinitaarifu mkopo wangu uko tayari na natakiwa kwenda kusaini chuoni. Ilikuwa ni ujumbe bora sana kuwahi kupokea siku ile, na nikarudisha furaha iliyopotea kutokana na usumbufu wa Alice. Furaha iliongezeka zaidi mara baada ya kupokea ujumbe mwingine kutoka kwa waziri wa campus pale IFM. Alikuwa amenitaarifu kwamba nimepata hostel. Nilimshukuru sana kwa msaada wake. Nilikuwa sihitaji tena kwenda gesti. Nilichukua taksi mpaka chuoni. Nilitumia muda ule kukamilisha taratibu zote za mkopo kwa kusaini pamoja na kuandika akaunti yangu ya benki ambayo nilifungua siku ile ile. Na mida ya saa 12 jioni nilikabidhiwa funguo ya chumba. Ilikuwa ni kama miujiza sana kwangu. Bado nilikuwa siamini, lakini siku hiyo ule msemo maarufu wa Kiswahili ulitimia: mvumilivu hula mbivu. Nilikuwa sihitaji kukaa na pesa nyingi chumbani kwa kofia kuibiwa tena. Kwa hivyo zile pesa zote nilizokuwa nimezichukua kwa mzee Matembeko nikazihamishia kwenye akaunti yangu ya benki. Zilikuwa ni pesa nyingi sana.
na mara baada ya kubadilisha hadi zile pesa za kigeni nilikuwa na jumla ya shilingi milioni 74. Kichwa changu kidogo, lakini kilikuwa na mawazo mengi sana, hasa namna ya kuzitumia pesa hizo. Nilikuwa nawaza natumiaje pesa zile zote milioni 74 nilizochukua kwa mzee Matembeko, na kuna muda nilikuwa nafikiria kuanzisha biashara, lakini swali lililokuwa linanitesa ni kwamba ni biashara gani nitaifanya. Lakini pia nilikuwa nafikiria kwenda kuboresha biashara ya mama yangu na kuifanya kwa ya kisasa kabisa. Hayo yote yalikuwa ni mawazo. Nilichoamua ilikuwa ni kumalizana na masomo, hasa mitihani iliyo mbele yangu, huko nikiwa naamini wakati wa likizo utakuwa bora sana kwangu kufanya maamuzi sahihi. Mida ya saa 2 usiku nikiwa naelekea kantini kwa ajili ya kupata chakula cha usiku, nilimwona Elise akiwa kasimama huku mkono wake ukiwa shavuni. Alionekana ni mtu mwenye mawazo sana kwa kumwangalia. Moyo wa huruma ukanijaa. Nilikuwa natamani kwenda kumsalimia ili kujua kilichokuwa kinamsumbua, lakini nilipokumbuka mateso na mahangaiko aliyokuwa amenisababishia, chuki na hasira vikatawala katika moyo wangu. Nikampita kama kinyesi. Nilikuwa sihitaji kabisa hata kumwangalia usoni. Isabela, naomba unisikilize hata kwa dakika moja tu rafiki yangu. Elise, ni nini ulichokisahau katika maisha yangu mimi? Au unataka roho yangu? Nilimuuliza kwa hasira huko nikiwa naendelea kutembea. Hapana rafiki yangu, najua nimekukosea sana, lakini naomba unisikilize angalau kwa dakika moja tu, nahitaji msaada wako. Mimi sio rafiki yako Elise, na siwezi kuwa na rafiki mnafiki kama wewe, katili na mwenye roho mbaya kama wewe. Naomba niache na maisha yangu jamani, naomba niache. Naelewa Isabela, naelewa, lakini kumbuka binadamu sio wakamilifu. Leo hii mimi nimekosea, kesho utakosea wewe rafiki yangu. Kumbuka urafiki wetu ulipotokea Isabela. Elise, kama ulinikosea kwa kigezo cha mapungufu ya binadamu, basi hapa umekwama. Sina muda huo wa kukusikiliza. Naomba niache niendelee na maisha yangu, please. Nilianza kuondoka, lakini Elise hakukubali niondoke. Akanivuta mkono na kuendelea kunibembeleza. Sawa, umekataa kunisamehe. Basi naomba unisikilize shida yangu hata sekunde moja tu. Na kusikiliza. Unasemaje? Kilichoendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix.